Kasesa. Ni mchambuzi tu wa soka katika jiji letu la Dodoma. Ili swala kama unavyotuuliza bwana mtangazaji ni kwamba tumeona sasa hivi katika huu mwendelezo wa mashindano ya muungano, hasa katika hatua hii ya fainali ambapo zimeingia timu kubwa katika nchi yetu ya Tanzania ni Simba na Yanga. Mwamuzi anatoka nchi jirani ya Kenya. Japokuwa wasaidizi wake wanatoka Zanzibar, lakini official anatoka bara. Nadhani kwangu mimi nina pande mbili. Moja nikichukulia pande ambalo hasi, yani ambalo si zuri kwetu, ni kwamba moja, tunajaribu kuwafifisha waamuzi wetu, yani kutowaamini. Kwa nini? Kama sisi wenyewe tunasema waamuzi wetu hatuwaamini na kumchukua mgeni, tayari sisi ile brand ya waamuzi wetu inakuwa iko chini. Na hii inasababisha pengine hata wao ambao watakuwa wanataka kuchagua waamuzi kutoka katika nchi yetu watasema tu wenyewe hawaamini, sisi tunasaje kuwaamini. Unakuta wachezaji zetu zilizoendelea wako wanajaribu kwa promote wachezaji wao, marefa wao, viwanja vyao, sisi lakini inakuwa kinyume chake. Kwa hiyo binafsi sioni kama kuna faida hiyo sana kwa kuchukua waamuzi kutoka nje, kwa sababu hiyo ya kwanza. Lakini cha pili, hadi mashindano ya kawaida, mashindano ya muungano, ili stahili wacheze watu ambao wenye husika na muungano wao, nikiwa na maana ni bara na visiwani, yani timu kutoka bara, sio mchezaji wa Simba wa Yanga huyo yuko katika ligi ya bara na wengine wa Zanzibar yuko katika ligi ya visiwani. Kwa hiyo zile timu za visiwani basi hata na waamuzi pia watoke bara na visiwani kwa ajili ya mashindano kama haya. Kama tumeanza na mwamuzi hivi, ipo siku sasa tutasema hata timu zenyewe tutoe timu Kenya, tutoe timu Uganda kwa ajili ya kuboresha muungano, kipindi ambacho nadhani itakuwa sio sahihi zaidi. Kwa hiyo kwenye upande wa hasi nadhani hiyo ni hasi sana, kwa sababu tunakuwa kama vile hatuwa promote waamuzi wetu na vile vile hatuwathamini na kuwajali. Na yote yanatokana na nini? Inatokana sisi wenyewe kama tunakuwa sasa tuna wasemaji wengi sana kwenye mpira wetu. Yaani tumeacha taaluma isizungumze, ila wasemaji au washabiki tumepata nafasi kubwa ya kuzungumza na kuchukua mawazo yao kuwa kama sheria. Leo hii leo shabiki tunaona katika timu zetu hizi za kubwa za Simba na Yanga, juzi tu hapa Simba wamekuja na kusema bwana mwamuzi fulani tumtaki, na bila hivyo tutafanya kitu chochote cha ajabu. Lakini sio serikali, sio taasisi yote iliyotoka mbele labda na kulikemea hilo swala. Limekuwa kama kawaida, mtu anatishiwa amani, mwisho wa siku mwamuzi anakuwa anaingia na hofu. Leo hii kama umemtishia amani mwamuzi A, vipi mwamuzi B atakuja kufanya kazi yake sawa sawa? Atakuwa na hofu kwa sababu hamna kitu kilichofanyika. Lakini kwa upande mwingine inaweza kuwa na faida zaidi kama mwamuzi atatoka Kenya au atatoka nchi jirani, kwa sababu sidhani kama atakuwa na mapenzi ya moja kwa moja aidha na hizi timu mbili, au kama kuna maagizo apewe bana leo nataka mtu fulani kwa sababu ya bosi wako kasema bana mtu fulani leo ashinde ili uendelee kwenda kibarua, au labda kuna ruzuku utapewa ya fadhila hizo hela au kitu chochote, zawadi yote utapewa kwa ajili ya kuipendea timu fulani. Sidhani hicho kitu kama kinaweza kutokea. Kwa nini? Kwanza referee atakuja kwa mgeni, na hiyo vitu ili vifanyike inahitaji muda mzuri na muda sahihi wa kukaa naye na kuweza kuongea naye. Je, muda huo utapata wapi kuongea naye? Na Tanzania tunajua kwenye upelelezi sisi tunaongoza, kwa hiyo itajulikana. Kwanza kuna faida kubwa ni hivyo. Na pia itapunguza sasa ile bwana mwamuzi fulani bwana timu yake timu fulani. Kwa hiyo inaonekana kabisa moja kwa moja kabla mechi haijaanza huyo ana kaida kuiua timu fulani. Kwa hiyo swali litakuwa halipo. Kwa sababu muda mwingine waamuzi wa Tanzania ni kwamba sio kama hawajui sheria, wanajua sheria vizuri, kwa sababu sheria ni 17 zile. Isipokuwa si kwamba hivyo vitu vitatu ndivyo vitaji vinaweza vikawa sababu kwa aidha kuingia katika mapenzi, kama anapenda timu fulani basi kwa maamuzi yake akaharibu mchezo kwa kutofuata sheria sawa sawa, pengine hata hajaagizwa na hiyo timu ambayo yeye anaipendelea. Cha pili, labda maagizo kutoka kwa wakuu wake wa kazi, bwana mimi ili nichezeshe mechi nyingine nitii na maagizo yangu kutoka kwa bosi wangu. Cha tatu, pengine ni hizo fadhila unazozisema, pengine kuna fadhila unazozipata kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Lakini cha mwisho inawezekana ni pressure. Hizi mechi zinakuwa na pressure, sio tu kwa waamuzi, hata wachezaji. Wanaona mchezaji mwingine mechi fulani haiwezi kutokana na pressure ya washabiki, wanamzomea kila kitu akifanya kinaonekana kibaya, basi inasababisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa kumchukua mwamuzi kutoka Kenya ndio kuna hizo mambo mawili. Hasara yake ni hiyo, lakini faida yake ni kwamba atakuja mtu ambaye ana mapenzi. Lakini wasiwasi wangu ni nini sasa, bwana mtangazaji? Kama kumchukua mwamuzi basi wangefanya uchukue seti nzima. Kwa sababu matatizo ya kiuamuzi kama wameamua kurekebisha basi warekebishe seti nzima. Tumeona hizi mechi za karibuni hapa, kwa mfano kama dabi iliyopita, tumeona hapo goli la timu kama ya Simba limekataliwa na kamati imekuja imethibitisha ni goli halali. Lakini hawalibu sio Mwinchui yule refa wakati ni Kasimu Mpanga ambaye ni kibendera. Lakini kwenye dabi ya Azam na Simba tumeona hapa kuna vitu vile vimefanyika. Lakini moja ya kitu ni kuna offside mbili ambazo ziliamuliwa kwa offside ambazo sio offside, ziliamuliwa na kibendera. Kwa hiyo sasa muda mwingine hata vibendera nao wanaharibu hivyo vitu ambavyo Watanzania tunaamini kama tunasababisha matokeo yasiyo halali. Basi wangefanya marekebisho kwenye seti nzima ya waamuzi, kuanzia mwamuzi wakati na wasaidizi wake kwa ujumla. Lakini kuna tu mwamuzi
moja tu wakati pekee yake unaona kama haitoshi, kwa sababu kuna matukio mengi ambayo yanaamua mchezo yanasababishwa na waamuzi wa pembeni. Kwa mfano kama kuna offside na uhakiki wa goli na mambo mengine zaidi ya katikati ya uwanja. Kwa hiyo mimi kwenye uamuzi wa kumleta mgeni, sababu zangu za msingi ndio hizo. Moja ni kwamba tumesababisha sasa tulete vitu ambavyo pengine havitatokea kutokana na mazoea, lakini cha pili tunaendelea kuwafifisha waamuzi wetu wa Tanzania ambao kama tuwaamini na kuharibu kabisa kali ya marefari. Na wasiwasi inaweza sasa siku ikatokea la viongozi wa shirikisho la marefari hilo hapo likaamua bwana, kwa sababu mtuamini sisi hasa, basi naona sisi marefari wetu haina haja, wacha wapumzike, wanaendelea shughuli nyingine. Nadhani tutakuwa tumeama zaidi kwenye hilo tukio. Na hii na wasiwasi kiasi gani? Kama tulianza na wachezaji wa kigeni wetu hawatufai, tukaja kwenye makocha wa kigeni wetu hawatufai, tukaja sasa kwenye marefari wa kigeni wetu hawatufai, mwisho wa siku leo tukama kwenye viwanja. Tuangalie kabisa tumeshaanza kucheza uwanja wa Mkapa Dabi. Juzi tumeenda Zanzibar, tumesema uwanja huo hautoshi. Leo hii meja Isamuru tukasema uwanja hujakamilika, labda sehemu nyingine una viti. Mwisho wa siku sababu na viwanja hivi vifai, kwa Mkapa kumefungwa, tuhamie Kenya. Ndio tunaanza kutoka kidogo kidogo na kujaza sumu ambayo itakuwa inaharibu mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo kwenye swala la maamuzi, mimi binafsi kama mimi nilikuwa natoa mshauri wangu, nisingependa hivyo. Tuendelee hata na hawa wetu ambao tumewazoea. Kwa vile hata kwenye timu bwana mtangazaji, kuna wachezaji wengine unamuona kwa sababu daraja lake dogo kucheza kwenye timu yangu, mechi hii haitoshi, lakini leo wanacheza, wanapigiwa kelele kina Baraka Mongozi, tunaona hapo kwa Simba, lakini wanapata nafasi. Wanapigiwa kelele wakina Ima Mwanengo, wanapata nafasi. Wakina Zenda Mwilo wanaimba, wanapata nafasi. Wakina Sucha Zana wanapata nafasi. Kwa nini tusiwape nafasi na hawa marefari ambao tunaona sisi kama hawatosha? Lakini ili watoshe, basi wacheze mechi ngumu kama hizi, wachezeshe mechi nyingi, warekebishe makosa yao, mwisho wa siku watakuwa katika ubora ule ule. Kwa hiyo kwenye upande wa marefari, mimi binafsi nisingependa kwenye mashindano madogo wale refa kutoka nje. Hawa watu waanza nao basi tumalize nao. Na najiuliza basi, je, ingetokea sio Simba, ingetokea hata timu nyingine zinacheza hapa Mlandege, ingecheza na Azam, au Simba ingecheza na KVZ, ingekuwaje? Kwa hiyo sasa sielewi wameletwa marefari wa kigeni kwa vile ni Simba na Yanga, au uzito wa mechi kwa sababu ni finali. Hapo ndio kitu ambacho mimi sasa hivi sijakielewa ni kwa sababu gani kimeletwa. Na kama finali, mbona kwenye ligi kuu sio mechi ya finali? Nimebaki finali mechi ya mwisho, japokuwa inaamua na mechi zote zina matokeo ambazo zinafanana kwenye matokeo. Zote zina pointi 3 na zote zina mtoano au kufuzu kwenda mbele. Kwanza mimi kwangu binafsi niko na mtangazaji, no fair kilichofanyika sidhani kama ni fair sana, na si nani kawashauri, na huyo alitoa ushauri sidhani kama ushauri wake alikaa chini na kufanya kazi, baki naona madhara ni makubwa zaidi kuliko faida. Karibu Video Studio inayopatikana mtaa wa Samaki Yumwa jijini Dodoma. Tunarusha movie mbalimbali, tunaweka program zote za kompyuta, tunapiga window kwenye kompyuta pamoja na kuweka nyimbo za aina mbalimbali za kale na za sasa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Video Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.